Mheshimiwa Kavejuru Eliadori Felix atafuata Mheshimiwa Alois Andrew Kwezi. Mheshimiwa Sofia Hebron Makagenda ajiandae. Nikushukuru mwenyekiti na mimi kwa kunipa fursa hii niweze kuchangia kwenye hoja hii ya Wizara ya Kilimo. Na mimi niungane na wasemaji walionitangulia kuwapa pongezi sana Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe na naibu wake Waziri Ernest Silinde, makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu. Lakini nimpe pongezi kubwa sana Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya dhati ya kuamua kufanya mapinduzi ya kilimo hapa kwetu nchini. Mchango wangu Mheshimiwa mwenyekiti unaenda kujikita kwenye ukurasa ule wa hotuba, ukurasa wa 152, na nilikuwa najaribu kuulinganisha na ukurasa wa 129, hasa nikizingatia bajeti ya 2025 ambayo hasa imelenga kwenye ukuaji wa sekta ya kilimo kwa upande wa mazao ya kilimo kufikia 5%. Mheshimiwa mwenyekiti, nimeangalia jedwali lile namba 5 la ukurasa 152. Kwanza nitoe pongezi kubwa sana kwa wakulima wa mazao ya biashara. Hao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwa kutuingizia fedha nyingi za kigeni. Niwapongeze wakulima wa korosho, pamba, pareto, kahawa, tumbaku, chai, mkonge, sukari na kakao. Pamoja na pongezi hizo, Mheshimiwa mwenyekiti, bado kuna jitihada inayohitajika kwenye mazao haya ya biashara. Yapo mazao matatu ambayo nimeangalia kwenye jedwali hilo, nikiangalia malengo yake ni madogo sana. Zao la kwanza nimeangalia zao la kahawa. Lengo kwa bajeti ya 25-26 ni kutoka sasa kwenye uvunaji wa kahawa ambao tulipata tani 86,366 kufikia tani 85,000, na kwa kakao kutoka tani 13,652 kufikia tani 15,000, na pareto, zao la pareto kutoka tani 3,327 kufikia tani 5,000. Naomba nitolee mfano tu kwenye zao la kahawa. Mheshimiwa mwenyekiti, zipo nchi ambazo zinategemea uchumi wake umebebwa na kahawa. Kidunia nchi ya kwanza ni Brazil, ya pili ni Vietnam, ya tatu ni Colombia. Lakini ukija kwenye bara la Afrika, pamoja na kwamba sisi Tanzania ni nchi ya tatu, lakini nchi inayoongoza katika uzalishaji wa kahawa ni Ethiopia. Ethiopia sasa hivi kwa mwaka inazalisha tani 472 kwa mwaka. Na nchi ya pili ni Uganda. Uganda wamefanya mapinduzi makubwa sana. Kwa mwaka 2021 Uganda walikuwa wanazalisha kahawa tani 242,000, lakini kwa msimu uliopita wameweza kupata uzalishaji wa tani 384,000. Sisi tumepiga hatua, tumetoka kwenye hiyo 51 tumefika 81. Sasa mimi ninashangaa, sasa tunatoka 81 tunataka kuongeza tu tofauti hiyo ya 85,000 ni kama 4,000. Mbona ni kidogo? Na hili ni zao muhimu linalotuingizia fedha za kigeni, na isitoshe linalimwa katika mikoa 16 hapa nchini. Ukilinganisha eneo ambalo linafaa kwa ajili ya kilimo hapa kwetu Tanzania ni kubwa mara 3 zaidi ya eneo ambalo linalimwa zao la kahawa nchini Colombia. Hata eneo ambalo linazalishwa kwa kahawa nchini Ethiopia, ambayo ndio nchi namba 1 katika bara la Afrika, ni dogo ukilinganisha
na ardhi yetu ambayo inafaa kwa ajili ya kilimo kwa kahawa. Kwa hiyo ninaomba serikali iangalie kwa dhati, kwa sababu hili ni zao ambalo linatuingizia fedha nyingi, na sasa hivi soko lake limeendelea kupanuka na bei yake iko juu na tuingizia fedha za kigeni. Kunahitajika mkakati mahususi sasa wa kutoka kwenye hizi tani ambazo ziko chini ya 100,000 tuende angalau hata kwenye 200,000. Majirani zetu ambao ni wa Kenya kwa kipindi kile cha 2021 2022 walikuwa na uzalishaji wa tani 34,000, lakini sasa hivi wako wanatukaribia na wana malengo ya kuvuka zaidi ya hii 85 ambayo sisi tumepanga. Kwa hiyo ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, jitihada mahususi iwewe kwenye mazao haya ya biashara, hususan kahawa ambayo tayari inalimwa kwenye mikoa 16. Itatoa ajira kubwa sana na itawanyenyua masikini wengi na kufuta na kupunguza umasikini uliokithiri katika jamii zetu. Kwa hiyo ningeomba pamoja na jitihada na ruzuku ambayo imekwisha endelea kutolewa, basi ruzuku kubwa ya serikali ilenge na jitihada kubwa ziende kutolewa pamoja na pembejeo za kilimo kwenye mazao haya ya biashara, ili tuendelee kupata fedha za kigeni. Mwisho ni shukuru wizara, nimeona kwenye bajeti hii naenda kujengewa nyumba 4 kwenye kituo cha TAKRI cha Mwayaya. Ninawapongeza watumishi wote wa TAKRI kituo cha Mwayaya, wanafanya kazi kubwa sana. Msimu uliopita wamezalisha miche mingi ya kahawa na yote ilichukuliwa na wakulima kwa muda mfupi. Ninaomba muongezee bajeti yao wazalishe miche ya kahawa iliyo bora mingi. Sasa hivi wakulima wa kilimo cha kahawa nchini kote wamehamasika kulima kilimo hiki. Kwa hiyo tunaomba jitihada ziongezeke kwa ajili ya kuongeza miche bora, ikiwa ni pamoja na pembejeo za kilimo zije kwa wakati. Mwisho kabisa, ambapo nikukumbushia tu, ni kilimo cha tangawizi katika jimbo langu la Buhigwe. Kwenye bajeti zilizopita 2 wizara iliahidi kutujengea miundombinu ya kilimo cha Mheshimiwa, muda wako umeisha, ninaomba itekelezwe. Nakushukuru sana Mwenyekiti, ninaunga mkono hoja. Asante. Mheshimiwa Alois